Bwana msikilizaji, nikukaribisha kwenye huu mzigo mtamu wa kuitwa Munir, na tukumbuke kwamba hii ni sehemu ya 6. Mambo yanazidi kunoga, mambo ni bambam, mambo yanasema kwamba bwana ya watu wanataka talaka yao. Binti watu wanapiga matukio mpaka nataka talaka yangu. Mimi hapo ankojei roho yangu kwatu. Najua kabisa Yusra akishapewa talaka anajiunga kwenye chama cha masingo duniani. Wapenda simulizi za ankojei. Yusra wewe dai talaka yako. Uje huku jiunge na wenzio. Muda wote wanakaa YouTube kusubiri simulizi. Waza wanapenda. Wamekaa TikTok wanakaa hivyo wanasubiri simulizi. Dai talaka hiyo, njoo huku usikilize masimulizi ya ankojei. Bwana, hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 5, mzigo mtamu wa kuitwa Munir. Mimi ankojei niko hapa kwenye mic kuhakikisha kwamba ninakusimulia simulizi hii kinagaubaga kutoka kwake Habiba mara moja. Karibu bwana, karibu kwenye kudai talaka, karibu. Hebu nisikilize basi mke wangu. Na kwamba unisikilize. Tena unisikilize kwa umakini. Ni kweli mimi nimekosa mke wangu, lakini nakuomba unisikilize. Usifike mbali. Wewe hujui nini kimetokea mpaka imekuwa vile mama watoto. Munir, hivi unajua umenidhalilisha kiasi gani wewe? Yaani unaenda kumpa picha zangu mwanamke wako, ananianika katika mitandao. Ina maana Munir kukaa kote na mie. Na sasa karibia mwaka hujajua mimi ni mtu aina gani? Unajua babangu ni imamu, leo anakwenda kuoneshwa picha zangu kama zile. Wazazi wangu watanielewa vipi mimi? Familia yangu nitawaeleza nini? Kaka zangu wakiniona watajiarikaje? Niambie Munir. Munir, nakuomba unisikilize kwa umakini. Sihitaji hii ndoa tena. Munir, nahitaji talaka yangu. Yusra, tulia kwanza shemeji yangu, punguza hasira. Kweli huyu mdogo wangu Munir kakosea mengi, lakini haya mambo mbona yanaongeleka? Mbona haya mambo yanazungumzika? Na ndio maana niko hapa shemeji, nimekuja tuyamalize haya mambo. Sasa shemeji, unakwenda kudai talaka. Ni uamuzi mgumu sana. Nimesema hivi, sitaki maneno, sitaki kuongea chochote na yeyote. Shemeji, na kuheshimu. Ninachokitaka kwa sasa, Munir anipatie talaka yangu tu. Ni kwamba simuhitaji, simtaki tena, na nimesema hivyo. Mara muda huo mama pamoja na babangu wakawa wanaingia hapa ndani. Aisee, baba kwanza alipoingia tu ndani kwanza akanivaa mwilini. Hapo babangu alikuwa na ule mkongoja wake ule, alikuwa anatembea nao sana tu, popote alipo wako nao. Basi baba alianza kunichapa na ule mkongoja. Alikuwa ananipiga kama ng'ombe, yani hovyo. Baba alikuwa haangalii pa kunipiga. Mimi nilitulia kimya. Niliacha baba anipige. Maana ni kweli mimi ni mpumbavu na nimemkosea sana kila mtu katika hii familia yetu. Aisee, baba alinitandika mno. Alinipiga kisha akasema, sasa ni vyema ungefanya we mwenyewe maupumbavu yako, sababu umezoea kudhalilishwa ila sio kumfanyia mke wako. Hivi we Munir, una akili kweli wewe? Nakuuliza Munir, wewe una akili? Msikilizaji, muda huo mke wangu sasa Yusra alikuwa yuko pembeni analia kweli kweli. Na mama ndo alikuwa anambembeleza anyamaze, apunguze zile hasira. Basi hapo baba alinitandika vibaya mno. Na baba alipochoka ndo akaniacha. Mimi mwili ulikuwa unauma, viungo vyote vya mwili vilikuwa vinaniuma. Mwili umetutumuka kweli kweli. Na babangu mimi ni akimpiga mtu sasa, hususan sisi watoto wake, hakuna kugombelezewa. Yaani anakutandika mpaka anavyochoka yeye ndo anakuacha. So tunajua kabisa hiyo ndo sheria. Na hata kakaangu hakunitetea kabisa, alikaa tu pembeni kimya. Basi baba aliweza kuniacha mimi, nikainuka nikamsogelea mke wangu. Nikamwambia, mke wangu nakuomba unisamehe.
Muda huo msikilizaji, mimi sikujali maumivu ya kupigwa na babangu. Nilikuwa nawaza juu ya mke wangu tu, maana huyu akinisamee tu ndoa inafanyaje? Inaendelea. Nikaambia, please Yusra, naomba tuyamalize mama. Msikilizaji, ni kweli bakora za baba ziliniuma na ziliniingia sana, na nimepata maumivu, ila nikajua huyu mwanamke akiniacha maumivu ndio yatakuwa makali zaidi kuliko hata haya ambayo ya kupigwa na babangu. Wewe Munir, wewe hauna akili kabisa. Wewe Munir, kijana wangu ni mshenzi sana. Sasa baba yake na Yusra kesho atakuwa ameshafika hapa, ndo mtajua hatima ya hii ndoa mpumbavu mmoja wewe. Ebu mke wangu mchukue Yusra tuondoke naye. Hapo msikilizaji, nilibaki nimechanganyikiwa, na nikaona kabisa mimi nakwenda kumkosa mke wangu, maana kesho mkwe wangu anakuja. Unadhani ataniruhusu mimi niendelee kuishi na mwanae kwa iliyotokea? Na hapo bado huko nyuma alikuwa anaona mambo yangu kwenye mitandao. Nikajua basi mimi na Yusra tutakuwa tumefika mwisho. Basi kweli bwana, wazazi wangu waliondoka na mke wangu, kwa nikabaki pale na kaka tu pale ndani. Aisee, siku nililia kama mwanamke. Oya, acheni tu, mapenzi yanauma nyie. Mwanaume ambaye utakuwa umempenda sana mwanamke, nadhani utakuwa umenielewa. Nililia kinoma noma. Si wanaume tunapotendwa kwenye mapenzi tunaumia. Kama ulizeni Shafi yule comedian, kama ulizeni Dulivani, ndo mtapata kunielewa. Nililia sana. Kwanza nilikuwa namlilia mke wangu. Kaka ndo alikuwa ananituliza, akaniambia, mdogo wangu utayamaliza tu na mke wako, tulia atakaa sawa. Na mke wako utampata, wewe tulia. Nikasema kaka, basi na mimi kaka, yani sielewi. Hapo kaka kuniacha pale mimi mwenyewe. Kaka alinibembeleza sana, sikuwa hata na nguvu ya kuweza kushika simu msikilizaji. Nilipoa kama sio mimi Munir. Nilishiwa power, nilishiwa energy. Kakangu akaniambia, Jemima kafuta picha zote alizoziposti leo. Na hisi itakuwa ni baba amemtishia. Nikamwambia kaka, mke wangu atanisamehe kweli kaka? Yusra atanisamehe kweli? Msikilizaji, yani kwa huo muda kusema ule ukweli, sikuwa na waza lolote lile zaidi ya mke wangu Yusra. Bas, ndicho pekee nilichokuwa nakiwaza. Kakaangu Hamadi akaniambia, mdogo wangu yataisha. Yusra atakusamehe, anakupenda. Nikasema sawa kaka, naomba iwe hivyo. Basi bwana, kweli bwana, kesho yake asubuhi na mapema tukadamkia nyumbani. Nikakuta kule familia nzima ilikuwa inatusubiri sisi, lakini pia walikuwepo wakwe zangu. Yani nikiwa na maanisha baba yake na Yusra, mama yake na Yusra walikuwepo. Na mama yake na Yusra ndo alikuwa amekaa na mwanae. Yani amekaa naye kabisa hivi. Na alikuwa anambembeleza, maana bado mke wangu Yusra alikuwa analia. Msikilizaji, mimi muda huo nilikuwa nina aibu. Maana kusema ule kweli, nina mambo ya ajabu mno. Nina mambo ya hovyo, hata kuelezeka tu mbele ya familia ni ngumu kuelezea. Hao wakwe sikuwahi hata siku moja kuwapigia kusema ya kwamba ninawasalimia, sijawahi. Nikaona sasa safari mimi nimekamatika, wallahi nimekamatika. Basi nikasalimia pale. Hakuna hata aliyeitikia. Imagine, kuanzia familia yangu wote niliwasalimia. Hakuna, wali nikaushia. Basi nikajikalisha tu pale na brother. Mara sikuwa na jipya, nikaenda kujikalisha na brother tu pale. Sikuwa na jipya kabisa msikilizaji. Baba ndo akaanzisha kile kikao. Na tena baba alianza kwa kuomba radhi kwa yale ambayo mimi nilikuwa nimeyafanya. Na alikuwa ananiombea msamaha kwa familia yangu na kwa familia kina Yusra, ili mimi niweze kuendelea kuwa na mke wangu na maisha yafanye yaendelee. Sasa baba yake na Yusra akasema, kiukweli nilitamani sana hii ndoa idumu. Na mimi kwangu nina mabinti tu, tena 4. Wapo ambao wameolewa na mpaka sasa wana miaka 9 ndani ya ndoa zao. Hatujawahi kusikia vigimbi kama hivi kwenye hii familia.
ila kwa huyu kijana wenu huyu Muniri hapana. Hatuni furaha ya mtoto wetu kabisa, na tunakiri tulifanya makosa makubwa sana kumkabidhi huyu kijana wenu binti yetu amoe. Tulifanya makosa makubwa sana hii familia kuiruhusu ije kuoa kwetu. Kiukweli huyu kijana wako hana adabu hata kidogo. Amefanya mimi nanyoshewa mikono na kila mtu kijijini kwetu. Yote ni kwa sababu ya huyu kijana wako Muniri huyu. Hajamchafua binti yangu tu kwenye mitandao, bali amechafua mpaka ukoo wangu mzima. Mimi naonekana wahovyo sana sababu ya vitendo vya huyu mtoto wenu Muniri. Kiukweli Allah anasema taraka ni halali ambayo yeye anaichukia, ila kwa hapa sihitaji tena au watoto waendelee na ndoa hii. Aise, nilijikuta mimi mwenyewe nikipiga magoti. Nilimsogelea baba mkwe nikamwambia, baba, nakuomba unisamehe, mimi sitarudia tena, nakuomba unisamehe. Yusra huyu namhitaji, Yusra huyu nampenda baba mkwe, nakuomba sana. Oya, ogopa sana kukataliwa na baba mkwe. Yao kinoma noma. Mimi nawaambieni, yule mzee akaniangalia kwa jicho kali mno, akaniambia, wewe kijana, wewe huna heshima, wewe huna adabu tangu umemoa binti yangu. Ni mwaka sasa. Lini ulikuja nyumbani kunisalimia wewe kijana? Au hata kupiga tu simu kutusalimia sisi kama wazazi wako? Uliwahi kutupigia simu? Au kwa sababu wewe uko na pesa unajiona kwamba wewe ni mkubwa kwetu, kwa hiyo ulitaka sisi ndo tukutafuta tukusalimie? Sisi kwetu hatujawahi kuipa pesa thamani. Sisi kwetu utu ni upendo. Utu na upendo ndio kila kitu. Kwa hiyo sasa na sisi hatuwezi kukuruhusu wewe kijana uendelee na mtoto wetu. Hapa ndo imefika mwisho. Hey, tume nye wezi amini msikilizaji, lilinishuka shuu. Na ni kweli, binafsi mimi sikuwahi hata siku moja kuwasalimia wazazi wa Yusra kivyo vyote tangu ni moe mtoto wao. Sijawahi. Kwa hiyo huyu mzee wala hata kudanganya kabisa. Sasa baba mkwe akasema, kijana, huna hata haya wewe kijana. Wewe ni kijana wa Kiislamu, ila una mambo ya ajabu mno. Paka najisikia aibu watu wakinikumbushia kwamba wewe ndio umemoa binti yangu Yusra. Au ulilazimishwa kumoa binti yangu Yusra? Nikamwambia, hapana mzee, hapana, sijalazimishwa. Mzee wangu mikote nimekosea, naomba mnisamehe, nitajirekebisha mimi. Hapo baba mkwe akamuuliza mke wangu yani Yusra kwamba, Yusra, uko tayari kumsamehe huyu Firauni? Hapana baba, sitaki ndoa tena, mimi nataka taraka yangu baba. Yusra, please Yusra, utaniua mama wangu, usifanye hivyo mke wangu. Yusra, mimi nakupenda sana. Nakupenda Yusra. Naomba taraka yangu. Nimesema sitaki tena ndoa na wewe. Sasa wewe kijana, unaandika taraka hapa au tuondoke na Yusra, taraka itamfuata nyuma. Nilichoka sana. Hapo sasa babangu mzazi akaniambia, kwa kuwa wewe Muniri huna akili, mwache huyu binti wa watu mwenye tabia njema akapate mume mzuri. Akapate mume atakayeendana naye na sio wewe. Na kwa sasa wewe Muniri ukipata mke mwingine akili yako ndio itatulia nadhani. Hapo msikilizaji, baba alinipatia kikaratasi. Akanipatia na peni, na kisha babangu mzazi ndo akaniambia, andika taraka umpe binti wa watu. Nikamwambia, lakini baba mbona mimi nasema nakiri nampenda Yusra, nampenda mke wangu, naanzaje kumwacha? Mimi napenda Yusra. Nimeomba msamaha, wazazi wangu msinifanyie hivi, nampenda Yusra. Mbona kama vile mnataka kunitenga naye? Wewe wala humpendi binti yetu, na kama ungekuwa unampenda usingekuwa na mchepuko nje mpaka unampa na mimba. Hapo mama mkoyo alipigilia msumari. Muda huo mama yangu alikuwa amekaa kimya. Mama yangu mzazi hakunitetea hata kidogo, lakini baba yangu
Ndio kwanza akawa anagongelea msumali, ananiambia Muniri, andika taraka. Andika taraka hapo, mshenzi mkubwa wewe. Yaani naona hata aibu kukuzawe kijana. Hebu andika taraka watu. Mwache binti wa watu. Wewe sio mwanaume mzuri kwake. Katafute makaba wenzako, vivuruge wenzako huko, wakuue kwa mapresha. Sio Yusra. Yusra binti wa watu mwenye adabu sana. Mpe taraka yake binti wa watu akapumue na maisha yake. Msikilizaji, kwa kiufupi ni kwamba kila mtu hapa ndani kwenye hiki kikao alikuwa akimtetea Yusra. Kila mtu yuko upande wa Yusra. Msikilizaji, na usikute sio tu kikao hiki, usikute hata mashabiki wangojee wanaosikiliza isimulizi wako upande wa Yusra. Dunia ilinitenga. Hapo nilikumbuka maneno ya mshikaji wangu Roshi ya kwamba nikimwacha Yusra tu anakwenda na boa. Kila nilipokumbuka hili ndo nikawa nachanganyikiwa. Nilitamani niseme pale kwenye kikao, jamani, mimi nikimwacha mke wangu kuna rafiki yangu anaenda kuoa. Kwa sasa ndo kwa hiyo Roshi ndo atamdinya kana pomdinyaga. Atamshika kama anamshika. Ili mimi mnavumbidu wake. Mwenzenu nikawa nachanganyikiwa kwenye kikao. Ila mzee akaniambia, wewe bwana wewe, andika taraka bwana wewe. Andika taraka kama mke wako anavyotaka. Maana mmeshindwa kufuata principles za ndoa. Hebu andika taraka, mpe binti wa watu aende. Sikuwa na jinsi msikilizaji. Ilibidi niandike ile taraka bila hata ya kupenda. Nikaandika taraka nikampa Yusra. Ila nilimwandikia taraka moja tu na Yusra akaichukua bila hata ya shida. Nilisi labda ataikataa. Alichukua. Nilijua kabisa tayari Yusra alinichoka, ndo maana ameipokea taraka kwa mikono miwili. Maana kanivumilia sana katika maupumbavu yangu. Yusra ameshalia sana kwa ajili yangu na hakuna mabadiliko. Na ndo kwanza kila siku nilikuwa namzidisha vimbwanga mimi jamani. Basi nikatoka pale haraka sana. Nikatoka haraka sijui. Nikatoa pale taraka huko machozi yananitoka vibaya mno. Ni wapi nitampata mke kama Yusra bibi? Ni wapi? Sijui nimweleze vipi Yusra mnielewe. Ni mwanamke mvumilivu mwenye upendo mno. Basi baada mimi kuandika taraka, wazazi wa Yusra hawakukataa tena. Hawakukaa tena pale nyumbani. Wakamchukua mtoto wao, wakaaga, wakafanyaje, wakaondoka. Na Yusra akawaaga wazazi wangu kwa heshima. Mama akasema, Yusra binti yangu, nilikupenda sana lakini nahisi Mungu hakupanga wewe uwe na Muniri mzeke wote. Yusra akasema, ni kweli mama, nami nakupenda pia mama, na tutaendelea kuwasiliana. Hapo wakaagana. Hao wakaondoka. Kiukweli hii siku sikutaka kuongea na mtu yoyote kwenye hii siku. Nilienda kwenye chumba ambacho ni cha kwangu kwa hapo nyumbani. Nilienda huko ndani nililia. Ukiona mwanaume analia ujue kuna jambo. Nililia kama vile mwanamke. Niliumia sana sana ndani moyo wangu. Nilijiona mimi ni mjinga na nimempoteza mke mwema sana kwangu. Kwa wanawake wa sasa, kumpata mke kama Yusra, mimi nitateseka, nitazunguka mno mpaka kuja kupata si leo. Hata Mario aliimba ni bora aende Mombasa. Sasa mimi bora niende wapi? Nililia sana huko chumbani. Sijui hata usingizi ulinipitia saa ngapi msikilizaji. Nilikuja kuamshwa na mtu akinipapasa mgongoni. Yaani kama vile ananibembeleza hivi. Yaani kama vile ananipapasa. Nikaamka. Kumbe alikuwa ni mama yangu mzazi. Aliniambia, umeamka babangu? Nikasema ndio mama. Pole sana. Nadhani sasa umejifunza Muniri, si ndio? Nikamwambia mama, nakuomba niombe basi msamaha kwa mke wangu mama. Yule sio mke wako, umeshampatia talaka au umesahau? Nikamwambia mama, sijamwacha kwa kupenda. Mimi nampenda mke wangu. Nampenda. Hebu nenda kaoge uje kula. Hapo mama aliponiambia hivyo, akanyanyuka katoka ndani. Basi mimi nikainuka pale, nikaenda bafuni, nikaoga, nikaenda mezani. Mama alinipakulia pale chakula. Ila nilimkumbuka sana Yusra wangu. Alikuwa ananiendelea chakula kwa bashasha huku anacheka. Hakuwa mtu wa kisilani hata kidogo.
Basi tukawa tunapata pale chakula, ila mimi nilikuwa nagonga kijiko kwenye sahani tu. Mawazo yalikuwa mengi mno kichwani mwangu, yani nikaona hapana, nikaacha na chakula chenyewe, nikaenda chumbani kwangu kwa ajili ya kupumzika. Msikilizaji, ilipita wiki nipo tu nyumbani, hata kazini siendi. Nilikuwa nampigia sana simu Yusra, ila hakuwa anapokea kabisa simu zangu. Yani hakuwa anapokea wala nini. Yani simu inaita ila haipokelewi hata. Nilijaribu kumtumia mpaka message nyingi kweli kweli za kumuomba msamaha mke wangu Yusra, tuachane hizo na mambo za taraka, turudiane, ila Yusra hakuwa anajibu kabisa. Kiukweli nilipanga kumfanyia kitu kibaya sana Jemima. Yani nilikuwa nina hasira za kuua, sijali na mimba yangu au la. Yani sikuwa na jali lolote lile, ila nilikuwa namtafuta sana huyu kahaba huyu. Akawa ameikimbia da. Maana kwake kule nilikompangiaga niliambiwa amehama, na kazini kwake akawa hapatikani. Ila nilisha hapa, siku nikija kumuona Jemima popote pale na mwaga ubongo huyu mshenzi. Maana ndio yanayemsababisha mia haya ambayo sieleweki, na kuwa kama vile kituko. Yote kasababisha Jemima. Yani kazi zote alikuwa anasimamia kakaangu, kusema ukweli. Hata kwenye kampuni zangu mimi nikawa sasa na lose. Siwezi kabisa, kichwa kilikuwa kina stress mno. Nyinyi mapenzi haya acheni msikilizaji. Mapenzi yanauma sana. Mapenzi yanaweza kukupa ugonjwa wewe ambao hata hukuutarajia. Msikilizaji, mapenzi yanauma. Bila ukweli. Mkitaka kujua mapenzi yanauma, waulizeni tu wasikilizaji wa Nkojei Simulizi. Wale wasikilizaji mapenzi yanawapiga mpaka una muda Nkojei sipoleta simulizi, maneno yanayowatoka kweli kweli. Yani hasira zao zote unaweza kuzishusha kwa Nkojei. Wewe Nkojei vipi wewe hujaleta story? Wanawaka. Lakini kumbe Anko anawaelewa, sio wao, akili zao sio zao, mapenzi ndio yanawaendesha, yanawavuruga. Hiyo mziruvuruge. Yani kwa hiki kipindi sikuwa sawa kabisa. Basi baada ya wiki 2 mamangu aliniambia nijikaze niende kazini ili niendelee na maisha. Na nilirudi kwangu nikasema sawa mama, na kweli bwana nikaanza kwenda kazini. Ila kwangu mimi sikuweza kukaa msikilizaji. Nilikuwa kama vile namuona Yusra muda wote. Nikaona hapana, hapa siwezi mimi kukaa. Nikapanga nyumba mitaa ya Mbezi ya Kimara. Ilikuwa ni nyumba nzuri tu, na ndo nikawa natulia hapo. Kule kwangu Kibamba nikapaacha tu, nikamwacha mlinzi wa getini. Na sikuwa sawa bado. Hata kazini pia nilikuwa najiforce tu kwenda, maana kuna vitu bila mimi kazini vilikuwa viendi. So lazima nifike kazini. Lazima nifike kazini kumonitoring wafanya kazi wetu. Basi bwana, siku hiyo bwana nimetulia zangu tu job, nipo kazini. Sina hili wala lile. Akaingia Roshi bwana. Sikupenda kumuona pale, maana nilikuwa nimemkaushia ili amalize mkataba wake nimfutilie mbali na kazi yenyewe. Basi mshikaji Roshi alipoingia akasema, "Hey, my best friend, how are you?" Nilimind. Nikamwambia fala toka ofisini kwangu. Mimi stoki bwana. Nimekuja hapa kukuulizia jambo moja. Naomba unielekeze kwa kina Yusra nipeleke posa. Nimesikia bwana umetoka kumpa talaka. Hapo kwanza nikavuta bastola yangu kwenye kabati kwa nikamnyoshia kichwani, nikamwambia oya. Hapo sasa nilikuwa nimepanic. Nina hasira vibaya mno. Nikamwambia wewe, rudia ulichokisema. Rudia nikupasua ubongo wako, rudia ulichokisema. Wewe fala nini? Pumbavu mmoja wewe. Hapo Roshi alikaa kimya. Kimya kama sio yeye. Nikamwambia mwanangu unanichukuliaje mimi? Yaani unanichukulia kwamba mimi unaniweza sana, unanimudu sana wewe fala. Ndio maana yake nitakuua mwanangu. Nitakuua. Alafu mimi nikikuua wewe sitafungwa. Mshamba nini wewe? Hapo Roshi akabaki kimya. Anatetemeka hivi. Afu nilikuwa very serious. Na kama ile siku Roshi angefanya fyoko, ningemfanya fyutu. Maana nilikuwa na hasira zangu za maisha, na yafu anakuja kunivuruga. Hii shenzi nini? Hapo nikairudisha bastola yangu, nikafungua kabati pale nikaiweka. Nikamwambia wewe sepa mwanangu. Sepa mwanangu, nitakuua alafu nipe kesi. Sepa nimekwambia, ondoka. Kweli bwana. Roshi akatoka ofisini kwangu, lakini hapo akaliambia, yani alikuja kwa mbwembo kweli kweli. Akajua sira yangu mimi nimeacha home. Kumbe mimi siku hizi bwana sira yangu natembea nayo.
na mtafute huyo Jemima popote nitakapomuona, nimkutanishe na hela. Alafu yeye Roshi anakuja tu kunivuruga yeye mshenzi nini. Nikarudi katika kiti hapo, nina hasira mno. Nikachukua simu yangu nikamtumia message Yusra, maana najua anasoma sana message zangu japo ajibu. Nikamwambia Yusra, naomba usije ukakubali kuolewa na Roshi, na kuomba tafadhali ukumbuke nilikuwa shemeji yako. Hiyo message nimeituma kwa Yusra, lakini Yusra kawa kimya wala kunijibu kama kaida yake, alinikaushia. Basi bwana, kama masihara ukakata mwezi, ndiko tu mimi mwenyewe single. Yana tasikuwa na hamu na wanawake. Mimi nipo kazini, nikitoka ni kwangu. Japo kuna muda nilikuwa naagiza vinywaji home na kuwa nalewa sana nikiwa niko home. Maana mawazo yalikuwa yamenizidia mno. Aisenye acheni kabisa. Yaani ilikuwa ni kila nikimkumbuka mke wangu Yusra, mimi moyo ulikuwa unaniuma. Tena moyo unauma haswa. Basi bwana, nakumbuka siku hiyo mimi niko zangu tu, niko busy kazini, mida ya mchana hivi. Baba alinipigia simu, nikapokea na kisha nikamsalimia mzee. Baba alitikia na kisha sasa akaniambia, nakuomba nyumbani haraka sana. Kuna dharura hapa, uje. Kwa hiyo unahitajika kufika nyumbani haraka iwezekanavyo. Nikamwambia baba, mimi nina kazi sana. Yaani nina kazi ya pesa ndefu sana. Na achaje sasa? Nahitaji kuiwasilisha leo jioni kwa mwekezaji. Nimekwambia njoo nyumbani sasa hivi. Usitaki tubishane. Nikamwambia baba, kuna shida gani baba? Mbona kama unanitisha? Hapana. Ila Yusra na baba yake wako hapa, nimekwambia njoo. Hey, nyie, nilikuwa nimekaa. Niliposikia jina la Yusra, nilisimama haraka sana. Nikasema, baba, umesema Yusra yuko hapo nyumbani au nimesikia vibaya? Ndiyo, Yusra yuko hapa. Amekuja na baba yake. Na kuomba haraka sana hapa nyumbani. Fanya uje haraka. Mimi hapo hata sikujiuliza tena. Nikaacha kila kitu nilichokuwa nakifanya hapo ofisini. Haraka sana nikatoka nje ya ofisi. Nikaingia ndani gari yangu. Tena niliendesha speed mno. Muda mfupi tu nikawa nimefika nyumbani kwa wazazi wangu. Ili naingia sebuleni, ni kweli namuona babake Yusra, na hata Yusra mwenyewe alikuwepo pale. Oya, nilihisi kama vile sijaona vizuri. Nikafikisha kwanza macho yangu. Maana nilihisi kama vile mzee ananitania hivi. Basi nikakaa katika sofa. Huku hapo hata nikawa sielewi nini kinachoendelea hapo. Nikasalimia pale, wakaitikia, na kisha nikamwangalia Yusra. Wala hakunitazama, alikuwa anaangalia tu chini. Alikonda sana mke wangu, namjua sana, alipungua, na nikaelewa hata yeye pia alikuwa na stress pia za kuniwazia mimi. Maana alikonda, hata mimi pia nilikonda mno msikilizaji. Nilipungua. Basi bwana, baba yake na Yusra akasema, Muniri. Nikamwambia naam baba. Nimemrudisha Yusra. Nimemrudisha Yusra kwa sababu taraka ulioitoa haijaswi. Hapo msikilizaji, yani alimaanisha ya kuwa ile taraka ambayo mimi nilikuwa nimeitoa haijakubalika. Mimi nikabaki kimya. Kisha yule baba mkwe akasema, wewe ulimwacha Yusra akiwa ni mjamzito. Moyo wangu kafanya pa. Mbona hizi ni habari nzuri sana kwangu? Kiukweli nilivyopokea hizi habari, nilitamani nisimame nipige kelele vigeregele kushangilia pale pale. Ile nikatulia nikajikaza. Na kisha baba mkwe akaendelea kusema, na hapo Yusra alipo ni mjamzito wa miezi 2. Na hata yeye mwenyewe Yusra alichelewa kujijua. Nafikiri ni kwa sababu ya ugeni wa mimba. Maana Yusra hii ndo mara yake ya kwanza kubeba ujauzito. Mpaka pale mama yake alipomgundua. Kwa nimeona kabisa ile taraka haijakubalika mbele ya Allah, na kidini yetu huwezi kumwacha mwanamke akiwa na ujauzito mpaka atakapojifungua. Aise, nilisikia raha mno taarifa hizi za baba mkwe. Yaani hizi habari zote kwangu zilikuwa ni nzuri sana. Basi baba Yusra pale akasema, tumemuuliza Yusra, amesema ujauzito ni wa kwako. Au kuna cha kupinga? Au kuna cha kusema bwana Muniri juu ya huu ujauzito wa binti yangu Muniri? Hapo baba mkwe alikuwa anaduliza mimi. Mimi nikasema kama Yusra ni mjamzito, basi kweli mimba hiyo ni ya kwangu mzee. Ni ya kwangu. Hapo mamangu mzazi alikuwa anafurahia huko pembeni muda wote. Yusra alikaa tu kimya. Basi mimi nikamsogelea, nikamshika mikono yake, akaniangalia. Aise jicho lake sasa Yusra.
ananimaliza kinoma noma nyu mtoto. Nikamwambia asante sana Yusra kwa kubeba mimba yangu. Hapo Yusra akaniangalia na wala hata kunijibu. Nikajua anaona aibu. Namjua Yusra ana aibu sana, na pale tupo mbele ya wazee ndo kabisa hawezi kuongea wala kunitazama. Baba mkwe akasema, kijana, na kuachia Yusra ukae naye, na bado ni mke wako, na jitahidi kumuelewesha sana kwa kilichojitokeza mwanzo, maana mwanangu aliumia sana na bado hajakaa sawa. Nikamwambia baba, mimi nitafanya hivyo baba. Baba, mimi nakuahidi na sitarudia tena kufanya kitu kama kile baba. Mimi dini yangu ya Kiislamu, lakini sioi mwanamke wa pili wala watatu. Huyu mimi ndo atakuwa mke wangu forever and ever to do, yani maisha mpaka dunia ishe. Basi na wazazi wangu pale wakaongea sana, kusihi pale, kutilia, kunyunyuzia, na hasa baba alinisema sana mimi sana. Ila nilikuwa nina raha moyoni mwangu, yani nasema anaitikia tu sawa. Sinajua Yusra karudi kwenye maya yangu, kwa mimi chochote sawa. Ubadilike bwana, sawa. Kwa kila kitu sawa. Yusra na mimba yangu. Kwa nilikuwa nina raha mno. Na baada ya maongezi, baba Yusra akaaga ya kwamba anawahi kwa ndugu zake Tabata na kesho anaanza safari kurudi kwa Singida. Basi mimi nikasema, mzee, naomba nikupeleke baba kwa ndugu zako. Sasa vipi? Adabu ilinishika mpaka namuomba baba mkwe nimpeleke huko. Kweli baba mkwe wangu alikubali, na nikamuacha Yusra nyumbani pale, na mimi nilimpeleka mkwe wangu mpaka kwa ndugu zake Tabata, na nikampa 1,000,000. Nilimpa ya nauli 1,000,000 aende huko Singida. Nilijifunza kuwa na adabu. Nilijifunza kuwaheshimu wakwe zangu. Nyinyi acheni nyinyi. Basi baba mkwe wangu pale alipokea ile pesa na alinishukuru sana, na alinisii sana niishi na binti yake kwa wema na kwa njia inayompendeza Mungu. Nikasema, baba, mimi nakuahidi, binadamu sisi sio malaika, tujakamilika, lakini mimi kwa hili na kwenda kukamilika, hakuna shida, na tutakuwa tuna amani kabisa. Basi nikaachana pale na baba mkwe. Mimi sasa kwa sababu nilikuwa nimempeleka huko Tabata, kwa mimi sikukaa sana, nikagana naye pale, nikarudi nyumbani. Hapo kiroho kwatu, yani najisikia raha, yani kama vile shabiki wa Arsenal nilichukua ubingwa yani. Basi mpaka huko nikafika pale kwa wazazi wangu, nikamkuta mama yuko sebleni. Nikamwambia, mama, mke wangu yuko wapi? Mke wangu yuko wapi Yusra? Mama akaniangalia kisha akacheka, akaniambia, muone kwanza. Wewe ulichanganyikiwa wewe. Nikamwambia, mama bwana, hebu acha maneno bwana. Yuko wapi mke wangu? Mke wako kalala chumbani kwako huko, na ameniambia kachoka sana. Hapo mimi sikutaka maswali tena wala kumhoji mama. Mimi haraka sana chumbani kwenda kumuona mke wangu. Kweli ufika kweli nikamkuta mke wangu kalala, maskini ya Mungu. Sikutaka kumwamsha, maana nilijua nitamsumbua. Mwache Malikia wangu alale. Ila nikamsogelea karibu kabisa, nikawa naangalia uzuri wa sura yake. Yusra alikuwa ni mzuri. Nikawa namkagua tu. Yaani siamini kama Yusra ndio yuko mbele yangu hapa. Na siamini kama Yusra ndo ana mimba yangu. Yaani sikuwa naamini kabisa. Nyinyi acheni nyie. Basi bwana, nilimwacha pale mke wangu apumzike. Akaja kuamka usiku kabisa. Mimi bado nilikuwa namwangalia mke wangu. Raha ilioje. Basi ila nafumbua macho yake Yusra, kanikuta mimi pale namwangalia tu. Nikamwambia, pole kipenzi, umechoka sana. Yaani pole ya usingizi. We mara ya mwisho kuambia na mpenzi wako pole kwa uchovu wa usingizi lini? Lini ndugu yangu? Basi mimi nikwambie pole ndugu yangu kwa uchovu wa kusikiliza simulizi, maana huna kukwambia. Basi bwana, nikamwambia pale Yusra, pole kipenzi changu, umechoka sana. Yusra, ndio nimechoka. Nikamwambia, nataka tuende kwetu, lakini leo siwezi, miguu inaniuma sana. Hapo Yusra ni anadeka huyu. Kwani anatembea jamani? Si tuna gari. Sasa miguu inachokaje? Nikamwambia, okay, basi ngoja nikakukande miguu basi mke wangu. Hapana, nitajikanda mimi mwenyewe. Hapo nikajua bado mtoto ameninunia. Mbona ana kisilani hivi? Yaani hapo hajascript, Mungu wangu. Yaani hapo hajaskip tu haya mambo jamani mke wangu. Mbona bado anayekea moyoni? Lakini sikuona shida, nikampigia magoti Yusra, mtoto wa kiume nikapiga goti. Nikamwambia, Yusra, mimi nimekukosea sana mke wangu. Nishateseka vya kutosha mwenzio. Sina amani wala raha. Naomba tuyamalize please, tuendelee na maisha. Nakupenda sana mamangu. Na wewe ndo utamu wangu. Usinifanyie hivyo please, nakuomba Yusra, nakuomba. Hapo Yusra kwanza aliniangalia wala hata kunijibu. Basi mimi hapo ikabidi kwanza ninyanyuke, nikaenda jikoni haraka sana. Nikamkuta mama alikuwa anamalizia pale kuandaa chakula na dada wa kazi. Nikasema, mama, nataka beseni nikamkande miguu mke wangu.
Kwanza mama alicheka kweli kweli. Wacha we, naona penzi limerudi kwa nguvu. Haya baba. Nikamwambia mama bwana, hebu acha mambo bwana, nipe beseni bwana, nipe beseni. Basi mama akanipa huko anacheka, yeye ananicheka, mimi nikachukua pale wezali. Nikachukua pale hita, nikapasha maji ya moto chap chap chap, nikaweka pale, nikapooza pale, kakao vuguvugu, nikabeba beseni mpaka chumbani, nikarudi nalo. Nikachukua pale leso, nikamsogelea alipo mke wangu, nikachukua miguu yake nikaiweka kwenye beseni la maji, na kisha nikaanza kumkanda pale taratibu kabisa miguu yake, nikawa na binya hivi mpaka kwenye nyayo huko, namshika na binya. Lakini cha ajabu ni kwamba Yusra hata acheki. Nikanuna, nikajua hapa na hii mimba ndo kabisa nitanuniwa mpaka nikome mimi. Basi nikawa naendelea pale kumkanda Yusra, na mimi sasa nikawa najikuta ndo Uncle Jay na msimulie masimulizi. Naambia Yusra, naam, nataka nikusimulie simulizi hapo zamani za kale. Basi Yusra nikajua atacheka, kwa sababu yeye ni shabiki mkubwa wa Uncle Jay simulizi, anapenda masimulizi ya Uncle Jay. Basi na mimi nikajifanya pale kama Uncle Jay, na mimi nalikaza ile sauti la Uncle Jay, naambia naam, msikilizaji, karibu kwenye. Lakini binti acheki. Cha ajabu akaniambia bwana, sio huko juu ndo panauma, unikande huko. Lakini mimi nikawa nafurahi kuisikia sauti ya huyu mtoto. Hata akiniongelesha hivi mke wangu najisikia amani, raha. Haraka nikamwambia, wapi mke wangu, wapi nikukande, wapi? Ni wapi nikushike, nikukande mama, wapi? Wapi mke wangu? Ni huku bana, juu so huko chini. Nikamwambia okay sawa mke wangu. Basi nikaanza pale kumkanda. Hapo ananielekeza kanda huku. Na akaniambia na mapaja huku yamevimba. Mapaja huko yananiuma. Nikamwambia hebu toa ile baibui. Toa baibui nione vizuri mke wangu. Sawa. Basi kweli bwana akatoa baibui Toto akatoa gauni la mpira. Kweli binti alikuwa amepungua, lakini bado alikuwa ni mzuri, ni mke wangu. Shepu lake bado lipo. Basi nikavua na ile gauni, nikamtoa pale nguo nani, maana alikuwa amevalia, majake alikuwa anahitaji. Basi akawa amevaa nguo ndani tu, akanionyesha akanionyesha aibu. Yaani ndo kama vile tunakutana vile. Sawa. Basi nikaangalia kile kitumbo chake kimechomoka hivi, nikajua atakuwa na tumbo kubwa. Maana ni mimba miezi 2 tu tayari tumbo limeshachomoza hivi jamani. Basi nikaanza pale kumkanda mapaja yake mazuri maneno. Nikakanda basi Yusra kaza. Basi nikamwambia naomba nisamee. Nikikusamea hautorudia tena kunifanyia vile. Nikamwambia ndio mke wangu. Mimi siwezi kurudia. Kweli hautorudiana na yule mwanamke? Mimi yule nimeshaachana naye mke wangu. Yule mwanamke. Naomba uniamini na unipe nafasi tena moyo wako. Nakupenda sana Yusra. Sawa. Nimekusamea mume wangu. Nilifurahi mno ise. Nilimkumbatia mke wangu na sikuweza kuvumilia tena, maana nilimisi sana mke wangu. Tukajikuta tumelia msheruri ndani mwanzo iko bala. Nilimdinya ana mimba nilikuwa na amna mno. Basi aisu kunitazama. Nikaweza cheka tu. Nifaidi mke wangu. Ugadu wote uzoboya nusu shoza back. I say mpaka saa 4 usiku ndo nikamwacha. Tena hapo mara baada ya mama kunigongea. Eti mwache mwenzio aje kula kwanza bana, unamchosha tu. Wewe mweu nini lakini? Hebu mwache bana, wewe uone hiyo hali yake. Ila mama kwenye milango ya watu mama sijui unafanya nini jamani. Mpaka wanasikia wasiotakiwa kuweza kuyasikia. Nikamwambia mama anakuja bwana. Umwache mwenzio bwana, usimchoshe bwana. Wewe uone hiyo hali yake, nakuuliza wewe uone? Basi huku mke wangu akawa anacheka kweli kweli chumbani. Mama akaniambia fanyeni mje bwana kula kwanza basi bwana. Nikasema sawa mama. Hapo ndo mimi na mke wangu tukaingia sabafuni, nikaoga na mke wangu na tulipotoka tukakaa vizuri. Ila bado alikuwa anapenda kuvaa majuba yake makubwa mno. Namuelewa sana mke wangu, yani dini imemkolea mno. Basi bwana, tukashuka pale kisha tukapata chakula cha pamoja na wazazi. Na kisha sasa tukarudi ndani. Aise, hatukulala. Yani nilikuwa nambebisha mno mke wangu. Na mke wangu ni anajua kudeka bwana. Alikuwa ananielezea vile alivyojigundua kwamba ana ujauzito. Basi mimi namsikiliza tu. Akitoka hapo ananisimulia story nyingine kabisa. Yaani mambo yalikuwa ni mengi mno. Si unajua tena hatujaonana kwa muda, basi tulikuwa tunaongea sana na tulilala usiku mwingi mno. Na asubuhi na mapema mimi sikutaka kukaa sana. Tukawaga pale wazazi na nikarudi na mke wangu Kibamba sasa, maana hata mimi sasa kule Kibamba nilikuwa sijaama kudadadeki na nilikuwa naona nyumba nzito, lakini nikarudi na mke wangu nyumba ikawa nyepesi. Ila kwa kuwa mke wangu kasharudi, na mimi nikarudi Kibamba na maisha yakafanyaje? Maisha yakaanza.
Uwezi amini msikilizaji, nilitulia. Nilijifunza adabu ya kumthamini mke wangu, na mpaka kwao, yani kwa wakwe zangu kule, nikawa napathamini pia. Nilikuwa napiga simu kama hela kidogo natuma. Kwa nilisimama kama gentleman, mume bora, na sio bora mume, mume bora. Yani nilikuwa nina akili timamu kweli kweli, nilikuwa na akili za maisha. Nilituliza kichwa. Kwa huu muda nilituliza kichwa. Niliona kabisa ya kuwa hapa mimi nikizingua tu na ndoa sina. Na wakati mimi kwa sasa nampenda sana Yusra, basi nikatulia mno. Yani licha ya kutokuwa na Jemima, mimi hata michepuko mingine nikawa sina. Huo ndo ukweli. Kwa maisha yakawa yanaendelea huku tunapambana na mimba ya mke wangu. Maana ilikuwa inamsumbua sana. Yani Yusra muda mwingi alikuwa anaumwa sana mno. Yani hii mimba ilikuwa inamfanya asiwe sawa kabisa. Ili mjia vibaya kusema ule kweli. Unakuta hata wiki anakuwa anaenda kukaa na mama, maana mimi nakuwa naingia kazini kila siku. So kwa muda wa mchana anabaki bila ya mtu. Kwa hiyo ikawa inampasa akakae wapi? Kwa mama. Ila nikaona sio swala, nikamtafutia dada wa kazi pale sasa mke wangu, maana niliona hapa atapata sana shida. So dada wa kazi ndo akawa anamsaidia kazi zote mke wangu. Ila nakumbuka hii mimba ilimsumbua sana mpaka ikafika miezi 5. Hapo sasa ndo kidogo ikakaa sawa. Hapo sasa kwa muda wote huo sikuwahi kumuona kabisa Jemima. Yani sikuwa hata naelewa yuko wapi, na mtandaoni kulipoa. Yani sielewi hata ilikuwaje, ila tu ni kama vile alizima ghafla. Hata sikuwa namuona anajiposti hata duka lake pia nilisikia kwamba kashindwa, kwa hiyo kampa mtu mwingine. Na hata pale alipokuwa anakaa, mimi tayari nilikuwa nimesha irudisha ile apartment. Na mimi binafsi nilisema sitakaa nikimtafuta huyu mwanamke abadani, na simfahamu kabisa huyu mtoto wake. Yani simtaki hata kumsikia. Ndo mwanaume sasa, ndo niliamua hivyo. Nilijisemea tu kama mtoto basi mimi nitazana na mke wangu Yusra tu, inatosha. Basi bwana. Story na noge. Hapo sasa amani ilikuwa imejaa sana katika familia yangu. Na vile mke wangu ana mimba ndo kabisa muda wote anadeka na mimi, wala hata sina shida. Namdekeza kweli kweli. Yani ilikuwa ni raha mtindo mmoja, na alikuwa anapenda sana chips za Kibamba Town pale. Nilikuwa nalazimika nikamnunulie, nakwambia. Na utuzito wangu na ubosi wangu wote, lakini ilikuwa nakwenda. Nikawa nikifika pale sishiki, maana mimi ni mtu mzito bwana. Namwagiza huyo mtu aniletee kwenye gari yangu. So yule jamaa alikuwa anajua kabisa kwamba nikiwa narudi kazini tu nampigia simu, ananiandalia pale. Nikifika Sky nachukua pale nampelekea mke wangu. Hapo Yusra ni atafurahia mno akiziona zile chips. Ukinunua sehemu nyingine tu anajua sio za pale Kibamba. Yani kama vile umemnunulia nyumba ama gari, vile ambavyo anazifurahia hizo chips. Sasa bwana, siku usinunue chips za sehemu, yani ununue chips za sehemu nyingine, au usinunue. Anajua mpaka ladha ya chips za pale Kibamba. Ukimletea zingine anazila. Hata umletee chips za Selena hataki. Anataka zile za pale pale. Na tena alivyokuwa na visa hataki ni mtume mtu. Yani anataka mimi ndo niende. Nisipoenda kununiwa hapo. Aise. Na mimi nakuwa sipendi kabisa mpenzi wangu mke wangu anune. Basi naenda tukaa Zumbukuku. Muda mwingine tumelala kabisa, anakuwa ananiamsha usiku. Hata saa 8 ananiamsha. Nina wenge la usingizi, ananiambia anataka maembe 8. Ukimletea maembe 7 anazila hali. Yani sina jinsi, naenda kumletea maembe kwa idadi ambayo yeye anataka. Anayajaza kibao kwenye friji. Nikimletea sasa anataka tule yote. Yani hataki kula yeye mwenyewe maembe. Basi kama ile mimba na mimi amenigawia nile maembe mabichi kweli. Na vile nampenda sana nafanyaje? Na yatafuna hivyo hivyo. Nifike kazini na usingizi kilo 100 kwa sababu ya kikesha anataka mkesho wote. Yani haise. Ndio nishamzoea mke wangu. Na mama aliniambia nivumilie. Ndo aza hizo za mimba. Na kila mtu anakuja na vitimbu vyake. Ila sasa nashukuru mke wangu wala hata hakuwa na kisirani kabisa. Yeye ukimtatulia tu kitu anachokitaka wala hata kununi. Hasa mimi nakuaga spendi. Kuna mtu basi inabidi tunifanye kila anachokitaka. Yaani kwa Yusra mimi nilikuwa ni bwege mtozeni. Nilikuwa nampenda dunia ya 7 naweza nikasema. Na muda mwingine nakuwa niko busy na kazi ndani. Yeye anakuja anataka tucheze game. Basi naweka tu pale PC pembeni namlizisha yeye kwanza. Akisharidhika mke wangu ndo na mimi sasa naendelea na mambo mengine sasa. Kwa hiyo nilipambana sana na mke wangu kwa hali zote. Mara anaumwa, mara mzima hivyo. Sasa nakumbuka siku moja niko zangu nyumbani kwangu chumbani, nimepumzika zangu nachezea tu simu. Nikaona nimetumiwa message WhatsApp. Nikaingia huko WhatsApp, nikaenda kufungua. Ilikuwa ni picha ya mtoto mdogo.
Nikimkadilia ni kama mtoto wa miezi 3 hivi, 2, 3, 4. Nilivyoangalia tu yule mtoto, aise, nilijua kabisa huyu ni kutoka kwa Jemima huyu. Na huyu atakuwa ni mwanangu niliyezaa na Jemima. Maana nilikuwa nimefanana naye sana yule mtoto. Na alikuwa ni mtoto wa kiume. Nikajua kabisa huyu ni mwanangu. Nikiwa naendelea kuiangalia ile picha, hapo Jemima akaandika message kwa chini ya kuwa, kwa sasa nimeacha mambo yote kwa ajili ya mtoto wako. Kuna muda nakwama sana, ila napambana na mtoto, maana umemkataa na umemuingiza katika magomvi yetu. Ila mtoto anaumwa sana pumu, anahitaji msaada wako, maana mimi sina kitu kabisa. Yaani nimeishiwa pesa kabisa na nina maisha magumu mno, nashindwa kufanya kazi kwa sababu nalea. Naomba umhudumie mtoto wako. Nilipoona ujumbe, mimi bwana sikumjibu. Niseme tu ule ukweli. Sikumjibu kwa muda huu. Nikatoka kabisa WhatsApp. Nikawa naendelea na mambo yangu mengine, ila kichwa hakikukaa sawa. Nilikumbuka ile picha ya mtoto wangu, nikajua kabisa bila ya shaka ni mtoto wangu. Na sura ndo tumefanana mno, yani sana tu. Na swala la ugonjwa wa pumu, sisi kwetu ni tuna asili ya kuumwa hayo magonjwa. Nilijua tu kweli mtoto wangu anaumwa na kwa sasa anahitaji msaada wangu. Kama mwanaume nilishindwa kukaza ya kwamba nisimhudumie mtoto. Nikaona hapana, sio kweli. Yani siwezi kuwa mwanaume kamili kama nitakata damu yangu na kuiacha iteseke eti tu kwa sababu ya maugomvi ya mimi na Jemima. Na yule mimi ni mtoto wala hata elewi lolote. Yani kuna namna roho iliniuma, ilinivaa roho ya huruma mno mpaka nikanyongonyea tu ghafla. Na muda huo mke wangu akaingia chumbani, akanikuta nimetulia tu, nipo tu katika mawazo kweli kweli. Yusra akaniuliza, "Mume wangu, mbona umepoa sana? Nini?" Nikamwambia, "Niko poa Yusra, ila tu kazi tu zinanivuruga." Pole sana mume wangu, nikamwambia asante. Hapo nikajifanya kama vile nacheza na PC kujifanya niko busy, ila mimi nilikuwa na mawazo mengine kabisa na sikutaka mke wangu ajue ninachokiwaza. Basi bwana, kesho yake asubuhi na mapema mimi niliingia kazini, lakini bado sikuwa nimemjibu Jemima chochote kile kwa sababu sikuwa najua chochote kuhusu Jemima na hata anapoishi, maana tayari mimi nilishaacha kumlipia kodi pale Mbezi Beach nilipokuwa nakaa, na nyumba ile nilirudisha kwa mwenye nyumba. So sikuwa naelewa chochote kile kwa sasa kumuhusu Jemima, sikuwa najua kabisa. Nikaa najiuliza sana, nimpigie Jemima nimuulize kuhusu mwanangu au vipi? Je, kama ananifanyia michezo yake michafu? Maana bwana, huyu binti ana shida, huyu mwanamke ni mshenzi mno, ni mjinga kweli kweli. Sitaki tu kuwaambia. Nadhani nyinyi mnajua ushenzi wa Jemima. Maana naweza nikampigia hapa kanirekodi alafu mambo yakawa mengi. Kiukweli sikumjibu, nikaona tu nimkaushie tu. Huku akili yangu ikawa inaendelea kuwaza nini cha kufanya sasa. Ila sasa kuanzia hapo ndio Jemima akarudi tena katika maisha yangu. Kusema ule ukweli, akawa ananitumia sana message akiomba msaada juu ya mtoto wangu. Na akawa ananitumia sana picha za mwanangu. Na alikuwa ananiambia kwamba mwanao anaumwa sana, please nisaidie hata pesa kidogo za hospitalini. Sikuwa namjibu, nilikuwa namkaushia. Ila kama binadamu kuna namna nilikuwa naumia sana. Maana nilikuwa najua kabisa ni kweli mtoto wa Jemima ni wa kwangu. Yaani kwa picha tu najua huyu ni wa kwangu, maana nimefanana naye sana. Sasa nilijikuta nashindwa kuendelea kukaa na damu yangu. Alafu anaumwa, nikaona acha nimhudumie mwanangu. Maana hata nimkataa yule ni mtoto wangu na ataendelea kuwa mwanangu. Na siku hiyo nilimuuliza mtoto wangu anaitwa nani. Na Jemima akanijibu haraka sana ya kwamba anaitwa Mikidadi. Kampa jina la marehemu baba yake. Nikasema okay, ni sawa. Kweli Jemima aliomba pesa nimsaidie kwa ajili ya mtoto. Nikamwambia atume namba, na alipotuma namba nikamtumia pesa tena nyingi tu, na nakumbuka Jemima akaniambia asante sana, nashukuru sana. Hapo kidogo kwanza nilishangaa. Maana kwa sasa niliona Jemima kama vile kabadilika hivi. Sijui ni maisha yalimpiga sana. Sijui. Bana niliona anaongea kwa adabu. Jemima wakushukuru. Basi nikaona isiwe kesi, nikavuta pale simu na hapo mimi nikampigia kabisa Jemima. Nilipata wasaa kuzungumza naye Jemima, na nakumbuka Jemima aliniambia nisamee sana. Yaani Jemima sasa ndo akaniambia, Muniru nisamee sana. Najua una hasira na mimi, ila nisamee tu, kipindi kile bwana nilikuwa ni utoto mwingi na umaarufu ni ulibeba sana kichwani, na ndio maana nilikufanya yote hali. Naomba unisamee sana Muniru, ni ujinga tu na wivu ndo ulinijaa sana. Naomba unisamee, maana kwa sasa nimekuwa siwezi kukufanyia vitu kama vile tena. Naomba unisamee kama baba wa Mikidadi. Mimi sitakaa nikakuingilia na mke wako kabisa, maana najua unampenda sana mkeo, na Yusra ni mwanamke mzuri sana kwako. Mtego. Nikamwambia wewe Jemima, siwezi kukuamini hata kidogo. Wewe mwanamke wewe, yani siwezi. Sijui unanielewa? Ndio naelewa, nimekuchafulia sana jina lako, nao nimeshuka sana kwa kila kitu. Nina hali ngumu sana ya maisha Munir. Naomba unisamee, kama nisamee. Wewe ni baba wa mwanangu, nisamee sana. Upo wapi kwa sasa? Nipo Morogoro, nimerudi nyumbani kwanza. Maana huko nilikuwa sielewi, kwa sasa nina hali ngumu sana. Okay, sawa. Kesho asubuhi na mapema na kutumia nauli urudi da. Ila sihitaji unipigie simu.
Ni mimi ndo nitakupigia wewe. Si umeniambia umekuwa? Ndio. Okay, sasa elewa ya kuwa nina mke na nampenda sana mke wangu, na kuomba utulie sana. Na wewe una adabu na mimi. Nadhani unanielewa Jemima. Nakuelewa. Alafu naomba ujue kila nitakachoweza kukufanyia kwa sasa sio kwa ajili ya mapenzi kwako, ila ni kwa sababu ya upendo kwa mtoto wangu, na moyo umegoma kabisa kumkataa wewe mtoto. So naomba hilo listick ndani ya kichwa chako. Sawa, naelewa. Kuwa na amani. Kwa sasa mimi najua unampenda mke wako sana. Tunaana kuahidi sitakuingilia kabisa kwenye ndoa yako. Okay. Kama ni hivyo vizuri. Nilipomaliza kukata simu, na muda huo huo nikampigia simu Sarungi, nikamwambia anitafutie nyumba nzuri sana ya kukaa familia maeneo ya Mikocheni. Akaniambia, mkuu, unataka kuhamia Mikocheni? Nikamwambia Sarungi, hayo mambo wewe hayakuhusu. Wewe mambo yanakuhusu nini? Alafu hairuhusiwi wewe kwanza kuniuliza mimi maswali. Wewe fuata kile ambacho mimi nakuagiza. Wewe fanya hivyo na kisha utanipa gharama zote. Nataka mpaka kesho mchana iwe nyumba imeshapatikana. Iwe nyumba nzuri classic. Sawa mkuu, basi hakuna shida, naelewa nini ambacho unakitaka, nini ambacho unakipenda. So nitafanya kama unavyotaka mkuu. Nikamwambia okay sawa. Hapo mara baada ya kuagiza nyumba itafutwe, nikakata ile simu. Kiukweli nilipanga nimsaidie tu Jemima. Maana si ana mtoto wangu. Nikimwacha taabiki, hapana, inakuwa sio kweli. Maana na mtoto wangu pia anataabika. Niliona nifanye hivyo na mambo mengine nifanye nitajua huko mbele ya safari. Na baada ya mida ya usiku hivi, nikiwa nisharudi kwangu, Sarungi alinitumia message, aliniambia kwamba amepata nyumba nzuri tu mno, tena ni ya ghorofa moja maeneo ya Mikocheni. Mimi nikamwomba picha ya hiyo nyumba, na muda huo huo Sarungi alinitumia. Wow, nilipenda mno hiyo nyumba. Alinitajia na bei, mimi hapo nikamtumia pesa Sarungi na nikamwambia alipia, akaniambia sawa. Hapo ni kimya, yani sikuongea lolote na mke wangu Yusra, na wala sikumueleza chochote mke wangu juu ya mtoto wangu nilizana Jemima. Sikutaka kumpa mawazo ya hali yake, kwa hali yake alionayo Yusra nimpe tena mawazo. Nikaona hapana, nikaona nimalizane mimi mwenyewe na haya mambo kimya. Basi bwana, kesho yake mapema sana nilimtumia nauli Jemima. Nilimwambia akifika stand atanijulisha, na kama mnavyojua jamani, Morogoro wala sio mbali, masatu kadhaa tu akawa ameshafika. Kwa nikampigia Sarungi, nikamwambia bwana nenda kamfuate Jemima. Sarungi akasema, mkuu Jemima tena? Mambo yote aliyokufanyia bado unataka kuwa naye karibu? Amekuchafulia sana jina lako, vyema ukaachana naye tu. Nikamwambia Sarungi, fanya nilokuambia basi. Hapo nikakata ile simu. Basi Sarungi akamfuata Jemima na nikamuelekeza mpeleke Mikocheni. Kiukweli mimi nina nyumba nyingi tu, ila sikutaka kumweka katika, yani sikutaka kumweka Jemima katika hizo nyumba zangu. Niliona tu huyu atakuja mwisho wa siku atagundulika, afu itakuwa ni balaa. Maana kwa sasa sikuwa namficha mke wangu. Kila kitu mke wangu nilikuwa namwambia Yusra. Yusra alikuwa ananijua mambo yangu yote kwa 99%. Yaani mpaka nyumba zangu na biashara zangu nyingi tu alikuwa anazijua mke wangu. So nikaona kwamba nikimpeleka Jemima akaishi kwenye nyumba yangu yoyote ile, mambo yataharibika mapema sana. Na ndio maana niliamua kuweza kumpangia tu. Basi mida ya saa 10 za jioni, Sarungi alinipigia simu. Akaniambia kwamba tayari ameshampeleka Jemima na ameshamwacha Mikocheni na kashamkabidhi makazi mapya. Nikamwambia okay, asante sana mtu wangu. Sarungi akaniambia mkuu, uogope atakuletea shida tena umanzi. Mimi namhofia sana huyu mwanamke na sina imani naye. Alafu namuonea sana huruma mkeo. Mke wako Yusra huwa anaumia sana akijuaga upo na Jemima karibu. Nikamwambia Sarungi, ni kweli unayosema, lakini Jemima na mtoto wangu pia, na siwezi kukataa kumhudumia mwanangu, na sitajisikia raha wala nini, wala sitakuwa na amani hata siku moja kama nitaona mtoto wangu akiteseka. Au wewe hujaona ya kuwa ana mwanangu? Ya nimeona, ni kweli mwanangu ana mtoto wako na umefanana naye sana, lakini bwana kuwa naye makini sana huyu mwanamke. Nikamwambia okay sawa, nitafanya hivyo Sarungi, wala hata kuna shida. Basi bwana, mimi nilipotoka sasa kazini, Sarungi ndo alinipeleka hapo Mikocheni alipofikia Jemima, na nikamwona Jemima sasa. Aisee, Jemima alikuwa kaisha, kachunda, yani kapauka huyo, mdomo wote umemuisha, yani kawa mbaya mpaka mimi nilikuwa naona aibu kumwangalia. Mimi wala hata sikumjali, niliomba tu kumuona mwanangu na Jemima akanipatia. Sasa mtoto wangu ni kweli bwana, bila ubishi nilisema huyu ni mwanangu. Kwanza amefanana sana na mimi. Basi Jemima akanipigia magoti pale huku analia, eti anaomba nimsamee kwa yote alionifanyia. Na alikuwa na wivu tu, ndio maana alikuwa ameyafanya yote yale, ni kwa sababu alikuwa ananipenda. Mimi nilimwangalia sana Jemima. Huyu mwanamke nilimtazama na kisha nikatabasamu. Nikamwambia sasa Jemima, naomba unisikilize. Naomba unisikilize kwa umakini sana Jemima. Mimi kuanzia leo nitakusaidia kwa sababu ya mtoto wangu tu.
Sijui unanielewa Jemima? Na sio swala lingine. Hapa nimekupangia na nimekulipia mwaka mzima kodi. Naomba utulie na ule mwanangu. Sitaki kukuona upo katika mitandao ya kijamii kivyo vyote vile. Na sitaki kuona hata siku moja umemposti mtoto wangu huko mitandaoni. Sitaki hata siku moja unipigie simu. Mimi ndo nitakupigia simu wewe, kwa sababu nao mimi na mke wangu tunapendana sana na tupo sawa. Sasa ikitokea ukafanya chochote cha kipumbavu, yani mke wangu akihisi hata uwepo wako, sikufiche Jemima, sitadili na lolote na wewe na nitakususia mtoto, maana hata mke wangu pia ana mimba na suni anazaa. So mimi watoto wanakuja tu, na kwako nimefanya kwa huruma sana. Sijui unanielewa Jemima? Asante sana Muniri kwa kunielewa, na nakuahidi siwezi kufanya upumbavu wote ule. Na mimi nimekuwa nina akili, nimetulia. Na kuomba uniamini Muniri. Nikamwambia mimi nimemaliza na nadhani nimeeleweka. Hapo msikilizaji, sikutaka tena kuendelea kukaa hapo kwa sema ukweli. Nikasepa zangu kwangu kwa mke wangu. Basi bwana, hapo sasa ndo nikaanza kumhudumia mtoto wangu niliyezaa na Jemima. Ni kweli mtoto alikuwa anaumwa sana na hakuwa sawa kiafya, na pumu ilikuwa inamsumbua sana. Nilikuwa naagiza dokta kila siku aende akamtibu na maangalizo ya mtoto wangu. Kiukweli mimi niliwajibika kwa kila kitu kwa Jemima. Yote ni kwa sababu ya mtoto wangu, ila ilikuwa ni siri. Hata kaka yangu Hamadi sikumweleza chochote kuwa sasa nalea mtoto kwa Jemima. Sikusema. Yaani nilikuwa najua mimi yani issue alikuwa anajua ni mimi na Sarungi tu. Na baada ya mwezi hata mtoto wangu akaanza kuwa vizuri na akawa anaendelea vizuri sana. Na hata Jemima mwili wake ukaanza kurudi, na hata heshima niliiona sasa kwamba saizi ana heshima. Maana hakuwa ananipigia kabisa simu hata kama akiwa na shida na mimi. Kama sijaenda kwake hata wiki, na yeye hata unipigia kabisa simu mpaka mimi nitakapompigia, nitakapomuuliza kuhusu mwanangu, na kama kuna kitu atataka ataniambia. Kwa nitamwagiza Sarungi atampelekea, maana mimi nilikuwa naenda kwake kwa siku chache sana. Mara nyingi mimi nakuaga biza na mke wangu Yusra, na kwa mara zote nilizokuwa naenda kwa Jemima, nisiwe muongo, sikuwahi kumtamani Jemima na wala hatukuwa tunafanya chochote. Mimi nilikuwa naenda tu kumuona mwanangu na sepa zangu. Ilikuwa hivyo. Jemima aliisha mpaka ilifika stage akawa hanishawishi tena. Maisha yakaenda hivyo hivyo mpaka mimba ya mke wangu ikafikisha miezi 9. Na siku yake kujifungua Yusra ilifika, na kwa mke wangu alifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Japo alipata bahati mbaya, maana yeye alizaa kwa operation. Yaani alifanywa operation kwa sababu mtoto aligoma kutoka kwa njia ya kawaida. Nilisikia raha mno kupata mtoto mwingine, ila sasa familia ndio ikawa inanihesabia kuwa mtoto niliyezaa na Yusra ndio mtoto wangu wa kwanza, ila binafsi nilikuwa najua ni huyu ni mtoto wangu wa pili, na tukampa pale jina la Sadik. Mke wangu alienda kukaa kwa mama yangu mwezi mzima. Alikuwa kijiuguza kidonda huko, na mama alimsaidia sana kulea, maana mtoto alikuwa ni msumbufu sana na alikuwa analia sana, na bado Yusra ndo ulikuwa ni uzazi wake wa kwanza. Kwa hiyo mengi alikuwa hayafahamu. Na baada ya mwezi sasa mke wangu Yusra akarudi nyumbani, tukaanza kupambana na mtoto wetu. Raha iliongezeka ndani ya nyumba yetu nye. Aisee, mtoto bwana anazidisha baraka ndani ya nyumba. Huba lilizidi mno, huruma na upendo nikaongeza haswa kwa mke wangu Yusra. Hapo bado napambana na mtoto wangu nilizaa na Jemima kwa siri kweli kweli. Mpaka ikakata miezi 3. Hapo sasa Sadika akafikisha miezi 3. Na yule mtoto wako Jemima Mikdadi alikuwa na miezi kama 7 hivi, na tena alikuwa na afya kwa sasa, sio kama vile alivyokuwa amekuja kabisa bwana. Nakumbuka siku hiyo sasa nilienda kwa Jemima kumuona mwanangu yule Mikdadi, maana huko nyuma mimi sikuwa nimeenda kwa muda mrefu kweli kweli. Kama mwezi hivi sikuwa nimekwenda. Nikaona mtoto bwana atanisahau, sasa ngoja nifanye nikamuone mwanangu kule kwa Jemima sasa. Basi nikafika pale. Ila hii siku nilishangaa mapokezi ya Jemima hayakuwa ya kawaida. Kwanza hii siku alinipokea kwa mbwembwe mno, na kisha alivaa nguo ambayo yake mitego, yani nguo ambayo ilikuwa imemshika imemnata maungo, na mbaya zaidi kulikuwa kuna sijui hata niwaambiaje. Yaani ilikuwa ni balaa, wewe jua tu hivyo. Alivaa mavazi fulani ya kunitega, kunitamanisha. Na nilipoingia tu ndani mtoto alinifuata huku akiona tambaa, akicheka mno, maana alikuwa ananijua bwana. Basi mimi nikamnyanyua yule mtoto na kisha nikawa nafanya kama vile naongea naye. Na hapo mtoto wangu alikuwa ananijua vibaya mno. Basi nikiwa niko pale nacheza na mwanangu akaja Jemima. Karibu chakula please. Nikamwangalia na kisha nikamuuliza, nikamkazia sura. Nikamwambia mimi nishakula kwako wewe. Na tangeli ni ukanikaribisha chakula. Mimi sili chakula chochote tofauti na cha mke wangu Yusra. Naomba ulijue hilo kichwani mwako. Hapo Jemima akatabasamu.
Akaja akakaa pembeni yangu akasema, wow, kweli dawa zimekukolea. Hivi Muniru, unataka kuniambia umesahau kila kitu kuhusu mimi? Hebu niambie kwanza, ni kweli umesahau kila kitu kuhusu mimi? Basi kama umesahau wewe ndio umesahau kuhusu mimi, ila mimi sijasahau chochote kuhusu wewe. Nakupenda sana Muniru, tena sana, na kuhitaji mno. Please, naomba urudishe imani yako kama mwanzo kwangu. Nimebadilika, nimekuwa mtu mzima sasa, siwezi kuleta utoto kama ule wa mwanzo kabisa. Hapo nikatulia kwanza Nilitulia mno. Nikawa namwangalia. Hafu mimi mbona ndoa yangu ina amani? Nisikilize Muniru, na kuahidi sitaleta fujo kwa mke wako, na mke wako hatokaa akajua ene ish kuhusu mimi. Nitatulia mno. Mjua nilimind huyu kwa hizi kauli zake. Nikamuuliza, kwa wewe unataka mimi niwe na wewe tena kimapenzi, si ndio? Nakuuliza, wewe unataka mimi niwe na wewe tena kimapenzi? Hivi nani weka kudanganya kwamba mimi nakutaka wewe? Nisikilize Jemima, mimi wewe sikuhitaji. Sawa? Na kukusaidia usizani kwamba mimi nina plan na wewe. No. Mimi nafanya kwa ajili ya huruma ya mtoto wangu tu, na sio lingine Jemima. So, unaweza ukawa na mwanaume yoyote yule kwa sasa, uwe na amani, ukafanya maisha yako, uwe na heshima tu, maana una mtoto wa kiume. Hivyo basi, unatakiwa nieleke kitu kimoja. Ngoja kwanza mtoto nimweke chini. Hapo nikamweka mtoto chini, nikatoa pale pesa. Nikamwambia Jemima, shika hii. Jemima akawataki kuzipokea zile pesa. Nikamrushia pesa, kisha huyo mimi nikasepa zangu. Nilimwacha pale amenuna kweli kweli, nikarudi zangu home, na mke wangu alinipokea vizuri mno Yusra, wala hata hakuwa na shida jamani. Basi muda ulipita, na nakumbuka msikilizaji, ilipita kama miezi 6. Nikimkazia sana Jemima ya kwamba simtaki kabisa, maana alishaanza kunionyesha visa vya kunitaka. Kila nikienda pale kwake anaonyesha visa vya kunitaka. Hapo huyu mwanangu Mikdadi alifikisha mwaka na miezi 3. Na mtoto wangu Sadiki ambaye nimezaa na Yusra, yeye alifikisha mwaka 1. Kiukweli sikuwahi kabisa kuona shida yoyote kwa Yusra. Hakubadilika kabisa, na bado aliendelea kuwa ni mwanamke mzuri sana kwangu, na ni msikivu na mwenye adabu, na furaha ndo kitu kilichotawala sana nyumbani kwetu. Na huku kwa Jemima nilikuwa siendi mara kwa mara. Kuna muda nakata hata miezi 2 sijaenda kwa Jemima. Nikienda nachungulia tu mara moja, pap, huyo nasepa. Yaani kila kitu nilikuwa nafanya kwa ajili ya mtoto wangu tu yule Mikdadi. Sasa nakumbuka hiyo siku niko zangu kazini, Jemima ndo akanipigia simu. Nikapokea, nilishtuka mno. Nilimsikia anatweta sijui. Alikuwa anatweta sana. Alafu alikuwa anaongea haraka. Muniri, mtoto anaumwa sana, yani sana, na hisi hata hapo mui. Mimi hapo nikachanganyikiwa. Nikamwambia, nipumu au ndo shida nini? Sijui, maana ni ghafla tu, naona hapo mui jamani mtoto. Hapo anaongea huko analia. Nikasema, sikiliza Jemima, tulia kwanza. Tuliza pressure. Sikiliza. Sawa, tulia kwanza, usianze kulia. Nakuja hapo sasa hivi na mtoto atakaa sawa. Basi mimi hapo msikilizaji sikujiuliza tena. Haraka nikatoka ofisini nikaingia ndani ya gari. Nikaelekea Mikocheni kwa Jemima sasa. Na nikiwa niko njiani nikampigia daktari mmoja hivi. Nikampa location sehemu ya kuja ili aje kwa ajili ya kuweza kumcheki yule dogo. Aise, mimi ndo nilikuwa wa kwanza kufika hata kabla ya daktari. Niliingiza pale gari haraka sana ndani ya fence, na kisha nilishuka nikaanza kuelekea ndani. Ili nafungua mlango namkuta Jemima amevaa kanga moja. Tena ndani hajavaa kitu chochote. Hakuwa na kitu. Nikajiachia mno. Afu ile kanga kailoanisha na maji. Unajua nilikasirika. Nikamuuliza, uona nitania? Ndio maana tuna utani wewe. Mtoto yuko wapi? Baba, baby, mimi nilikumisi wewe, nilikumisi sana, una mwezi hujaja kutuona. Sasa please bwana usiwe hivyo. Hapo Jemima anaongea huko anani plaza kifua, anani plaza sijui anani plies. Ana plaza hivi kifua changu. Hii nilijikuta nimeganda tu hivi. Alafu huyu mwanamke ananijulia mno. Anajua wapi pa kunishika, ambapo akinishika sichomoi.
Hasa si wanaume ni wadhaifu. Anashika. Basi mimi nikajikuta hasira zote zinafanyaje? Hasira zinayeyuka. Hapa wanawake wataona mimi ni mzembe, lakini wale wanaume wenzangu nadhani tutakuwa tunaelewana. Kuna sehemu ukishikwa hujiwezi. Kwa nikawa nimetulia tu kimya, kwa sababu tayari alikuwa ameshanishika sehemu korofi. Yaani niko kimya nakwambia msikilizaji. Nikawa nasikilizia tu ile mipapaso ya Jemima. Basi hakuishi hapo Jemima. Akaanza pale kunifungua mkanda wangu wa suruali. Nilibaki nimesimama kama sanamu, siongei kitu. Basi akafungua pale mkanda wote, akapiga pale mpaka magoti, akamtoa pale mzee sasa mugwanya ombe. Kwanza aliushikilia vizuri. Akaanza pale kushika kama ikila, kishika. Sasa nilitulia kimya. Mwanamke akaanza pale mimi kabini faje tena, nikaanza kumshika na kitu. Hapo sasa mimi fanya nikawa sasa mimi naitaka. Nyie Jemima akanifuta akaniweka kwenye kiti bwana. Akaanza kazi vizuri. Nilijisahau mbona. Nilishakuguna tu. Mpaka nikajikuta napiga mshindo wa kwanza. Hapo ni basi tu. Tena binti nyie acheni. Muda huo simu yangu ikaita. Kucheki ni yule daktari nilomwambia aje kwa ajili ya mtoto. Chapu nikapokea ile simu, nikamwambia bwana sikiliza, nilikosea. So wewe rudi kaendelea na mishe zako. Nitakulipa pesa ya usumbufu. Akaniambia sawa. Basi nilivyoikata ile simu, ndo nikamdaka sasa Jemima. Aise. Tulianzia kwenye kochi. Ndio nilipaka shubani. Nilifika kwa Jemima saa 10 sana. Kwa sababu Jemima mpaka naingia kwake ilikuwa ni saa 10 hivi za jioni. Mpaka saa 3 usiku ndo namalizana naye. Niko hoi kinoma noma. Aise. Hapo nimemaliza, hapo ndo akili sasa inarudi sasa. Akili inarudi ya kwamba nimemsaliti mke wangu. Tena kwa mwanamke huyu Jemima. I say, Jemima sielewi kanipa nini. Jemima kaniambia, "Asante baby, enjoy, nashukuru. Niko na msana na wewe lakini hamu umezimaliza." Anaongea kama kizungu hivi. Yaani asante sana sai baby, enjoy. Mimi hapo nilibaki kimya. Unajua niliwaza tu. Yaani hapo akili ilikuwa iko mbali. Alafu sikuwa nawaza pale tena. Nilisi hatia, yani kama vile Yusra kaniona. Ila nikaambia okay sawa. Ila Jemima naomba hii ndio iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Sihitaji tena hii issue iendelee. Please nakuomba. Jamani baba Mikdadi, no mimi siwezi, nakupenda, natamani sana hata unioe mke wa pili, mimi niko tayari. Nakupenda. Sasa sikiliza, mimi siwezi kukuoa mke wa pili. Kwanza kwetu hakuna atakayekutaka, lakini pia hata mimi naona kabisa mke wangu ananitosha sana na anafiti kila sehemu. Kilichotokea hapa ni kama vile tamatu za mwanaume, ni kama ajali. So please nakuomba unielewe hilo. Na ndio maana nakwambia naomba hii issue isijurudie tena Jemima. Jemima hapa akanisogelea, alinishika mkono, akaniambia sikiliza bwana Munir, mimi nakupenda sana tu. Siwezi kukuacha na tayari tuna familia. Hebu na mimi nipe bwana nafasi kama Yusra. Hebu kumbuka mapenzi yetu huko nyuma. Mengine nilifanya kwa akili za kitoto. Sasa mimi nimekuwa. Siwezi hata siku moja kukuharibia wewe kwa mke wako. Naomba niamini bwana. Kwa nini sasa mbona mimi nimetulia? Hata masuala ya modo nimeacha. Nimeacha kwa muda na leo kwanza. Please naomba unielewe. Naomba basi niwe mwanamke wako pembeni. Hapo mimi sikumjibu, ila penzi la Jemima lilishanichanganya. Nikainuka pale nikaingia bafuni, nikaoga na kisha nikavaa nguo zangu. Nikamwambia sikiliza Jemima, naondoka, mengine tutaongea taratibu. Nakupasa thanks, karibu sana. Nikamwambia okay sawa. Hapo mimi nikasema zangu, nikarudi kwa mke wangu. Ilikuwa ni majira ya saa 5 hivi ndo naingia nyumbani. Usiku nilimkuta mke wangu bado alikuwa ananisubiri sebuleni. Aise, nilivyoingia kwanza mimi mwenyewe kama tu nilianza kujishtukia, nikaona aibu. Ila niliona mke wangu wala hata hajanitilia mashaka kabisa. Ndio kwanza akaniambia wewe umechelewa sana kweli mume wangu. Alafu nilikuwa nakupigia simu hujapokea mume wangu. Nikamwambia mke wangu nilikuwa niko busy sana na kazi na kuomba unisamehe. Wala tusijali mume wangu, naelewa unapambana kwa ajili yetu. Twende basi kwanza ukaoge kwanza, utoe uchovu ndo uje masuala ya kula. Nikamwambia okay sawa mke wangu. Kweli nikaenda kuoga tena. Japo kwa Jemima nilishaoga, ila nikajua nikikataa hapa kitawaka hapa. Sio kweli. Basi nikatoka pale kuoga, nikaelekea mezani kula na mke wangu, na baada ya chakula tukaenda zetu kulala. Sasa bwana, kuanzia hapo penzi la mimi na Jemima silikarudi tena kwa kasi ya 5G.
Jemima mimi ukaniroga sio bure. Japo sasa mimi sikuwa nampenda sana kama ile mwanzo. No, mimi nampenda sana mke wangu, si ndio? Ila sasa kwa Jemima nikienda najikuta nadinyana naye. Yaani kama kawaida naruka naye. Na sikuwa naenda sana, ila tayari tulishakuwa katika mahusiano ya mapenzi. Niacheni. Ila sasa Jemima alichokuwa ananifurahisha, alikuwa anafuata kila ninachomwambia. Hakuwa ananipigia simu hata siku moja. Hata kama kwake sijaenda wiki, tena at least siku za kazi ndo ananipigia, ila siku za weekend Jemima hanipigi kabisa, maana anajua kabisa weekend mimi nakuwa niko nyumbani kwa mke wangu. Yaani ile heshima Jemima alikuwa nayo, na nilimwona sasa kweli ukakua, maana hata mitandaoni huko na trendi za ajabu aliachana nazo kabisa. Hakuwa mtu wa kuposti kabisa. So niliona hapa sasa ndo tunaweza tukaelewana mimi na Jemima. Basi bwana, nakumbuka ikapita kama miezi 3. Hiyo siku Jemima akanitumia message akaniambia, bwana Muniri, leo ukipata muda naomba upite nyumbani, kuna kitu nataka tuongee. Nikaambia usinivuruge bwana, leo mimi sina mpango kuja kwako. Maana msikilizaji, nilikuwa nimeidiana na mke wangu kama nitawahi kurudi nyumbani, maana kuna sehemu inabidi tukatembee mimi na mke wangu. So nikaambia Jemima, sema tu kwenye simu na kusikiliza, ama kama vipi ngojea kesho nikipata muda nitakuja, ila kwa leo siwezi kuja kabisa. Basi sawa, ngoja tu nikwambie kwenye simu. Ni hivi, mimi ni mjamzito. Hii msikilizaji, nilikuwa nimeshika hivi simu, mbona niliangusha ile simu kwa mshtuko. Mwanamke mshenzi huyu eti kajiachia kadaka mimba nyingine kudadeki. Nikamwambia unaniambiaje wewe? Hebu rudia tena kwanza. Hapo unamuuliza hivyo. Nikaona kama vile message hayajibiwi. Nikampigia hapo. Nikamwambia wewe unaniambiaje wewe? Hivi nani amekwambia kwamba anataka kuzaa na wewe? Jemima, wewe ukoje? Wewe mbona akili zako hazina akili? Kwa nini umebeba tena mimba? Jemima, mimi mtoto mmoja tu kutoka kwako alinitosha mama. Bwana, ni bahati mbaya, sasa mimi ningefanyaje? Oya, nilimmind Jemima. Nikamwambia katoe hiyo mimba. Hebu usinivuruge. Unaelewa wewe? Nimesema katoe hiyo mimba. Sasa bwana, wakati nafoka vile, mlango ofisini kwangu ukafunguliwa. Aliingia kakangu Amadi. Nikakata haraka sana ile simu ya Jemima. Kaka alitabasamu akaniambia, "Sasa wakata nini dogo wangu, nishasikia dogo. Umetia mimba tena sehemu sio?" Hapo nikabaki kimya. Kaka ananiambia, "Sikiliza mwanangu. Yusa unaona kazi anayo." Mdogo wangu, ukikumbuka vizuri, mimi wazazi wangu walikuwa wananisema sijatulia. Ila mdogo wangu una mambo mengi. Wewe umezidi mdogo wangu. Hivyo unamwonea huruma kweli yule mke wako Yusra? Kwanza alivyokuwa mwepesi kulia, umeenda kutia mimba sehemu nyingine mdogo wangu. Wewe noma. Nikamwambia hapana kaka, ni bahati mbaya. Imetokea mara moja tu. Yaani nilichepuka mara moja ndo akapata na mimba. Sikia mdogo wangu, acha ujinga bwana. Nani unataka kumfanya mjinga mdogo wangu? Sasa sikiliza mdogo wangu. Mimi naona ushaharibu, alafu nataka kuharibu zaidi. Acha kumwambia mwanamke akatoe mimba. Mwache tu azae. Kwani hujui madhara kutoa mimba? Na si unajua dini wewe? Mwache azae. Ila sasa siku mke wako akijua, mdogo wangu sijui itakuwaje. Na usiniite kuja kukubembelezea ukiwa unalia atakaposema hakutaki. Wewe endelea tu na ufala wako mdogo wangu. Hapo nilibaki kimya. Brother akaniambia, "Wala, mimi sijaja na hayo mdogo wangu. Mengine haya ni umbea tu. Mimi nimekuja hapa na dokumenti za kazi, nataka unisainie." Kweli kakaangu hapa kanitupia zile dokumenti mezani. Mimi nikazivuta pale nikaanza kusaini. Nikiwa naendelea kuzisaini zile dokumenti, Jemima akanipigia simu. Alafu nimemsave kabisa hivyo Jemima. Nikachukua simu nikakata chap. Ila bwana kaka Hamad akawa ameshaona. Akaniambia, "Kumbe mwanamke mwenyewe ulimtia mimba ni Jemima tena?" Nikamwambia, "Hapana kwa kaka, haiko hivyo bwana. Haiko hivyo." Sikiliza Muniri, acha ujinga. Asa unanificha nini mimi mwanaume mwenzio? Dogo una matatizo sana wewe.
Wewe Jemima kakufanyia mambo mengi sana, lakini bado tu unaendelea naye. Kweli mdogo wangu sikio la kufa. Noma mdogo wangu. Yaani umeenda kutia mimba Jemima. Hapo kakangu Ahmadi akawa ananicheka kweli kweli. Nilibaki kimya tu. Kaka kaniambia, wewe mwanangu, wewe sikio la kufa mdogo wangu. Huyu Jemima mpaka siku akikupiga tukio la kukuua na pressure ndo sasa utaelewa. Mimi nikajua sijui dem gani mwanangu. Kumbe huyu kahaba huyu Jemima. Kaka iko hivyo. Mimi nimeamua tu kumsaidia Jemima maana na mtoto wangu. Unajua kama wako? Unajuaje kama wako? Wewe dogo mbona mjinga sana wewe. Kaka nimefanana na mtoto. So nilimsaidia ila kwenda kumuonaona mtoto ndo nikajikuta nimetembea tena na Jemima kapata mimba nyingine. Mdogo wangu wewe boya. Oya. Huyu dem ni kahaba kisenge rafiki yangu, anajiuza vibaya mno. Kwa kuwa wewe huna akili, ngoja nikuache. Mwanangu wewe huna akili za darasani na hata za kujiongeza una. Ngoja nikuache. Msikilizaji, hapo kaka katoka na zile dokumenti zake akasepa. Nilibaki hata sielewi inafanyaje msikilizaji. Sielewi inafanyaje. Nilipotoka kazini sasa jioni, ikanibidi niende kwa Jemima. Aise, nilimsema kinoma noma na nilimmind sana Jemima. Ila Jemima aliniomba msamaha na akaniambia ni bahati mbaya tu mimba imeingia, sasa yeye angefanyaje. Nikaona so issue, nikamwambia sawa, basi usitoe sasa, acha tulee. Nikakubali kulea mimba tena, maana niliwaza haitakuwa poa. Sasa nikaona nimtafutie na dada wa kazi, maana niliona hataweza pilika za kulea mtoto. Na bado ana mimba. Mikdadi hakuwa mkubwa bado. Basi bwana nikaanza kulea mimba na Jemima, na huyu sasa manake ni wa pili anakuja. Ila bado mimi na Jemima hatukuachana kabisa. Na mimba yake ilikuwa anapenda sana kudinyana. Kwa hiyo ikawa ni kila nikienda kwake mimi lazima nifanye tudinyane. Ila sasa kwa mke wangu Yusra bado yeye hakufanikiwa kupata mtoto wa pili. So tulikuwa tuna mtoto wetu yule, ila nilikuwa niko makini mno. Nilikuwa niko makini mno, na kwa muda wote huo mke wangu hakuwahi kuhisi hata siku moja kwamba Jemima yupo na bado mimi naendelea kudinyana naye na una ujauzito mwingine. Basi bwana, nikalea mimba ya Jemima mpaka ikatimiza miezi 9. Na alifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume tena. Nilifurahi sana, nikaona sasa sina jinsi sasa. Nafanyaje? Ndo mwanangu. Siwezi kuacha damu yangu binafsi. Japo nilikuwa najua wazazi hawatambui hawa watoto, ila ni watabaki kuwa watoto wangu. Hata kama wasipopata mali za familia, ila bado ni baba yao mimi na ninajiweza kabisa. Aisee, nikaanza kulea sasa na Jemima. Basi bwana, nakumbuka hiyo siku nimetoka zangu sasa nyumbani mapema sana. Sikuenda hata kazini. Nilienda kwa Jemima kumsaidia kulea kidogo. Nikatoa maagizo tu kazini. Basi nakumbuka nilishinda sana na wanangu mpaka jioni kabisa ndo nikaaga sasa nikarudi zangu nyumbani. Basi nimefika home nikasalimiana pale na mke wangu Yusra. Mke wangu Yusra alinitikia vizuri tu, kisha mimi nikaingia zangu chumbani na yeye akanifuata. Mke wangu akaniuliza, "Mume wangu leo ulikuwa wapi?" Kwa sababu nikashtuka. Nikamwambia, "Mke wangu si nilikuwa niko kazini mke wangu ndo narudi sasa, mbona unaniuliza hilo swali?" "Mume wangu, mbona unanuka maziwa ya mama anayenyonyesha?" Hey! Nilishtuka. Na nilishtuka ile wazi wazi, yani mpaka yeye mwenyewe aliniona. Nikamwambia, "Mama Sadiki, nimekumbuka nilipotoka bwana kazini, kuna mshikaji wangu mkewe kajifungua, tulienda kumuona mtoto na nilimshika mtoto, labda hapo ndo nimepata ile harufu mke wangu bwana, unajua." Hapo mke wangu aliniangalia kweli kweli, tena sana. Nikajua kabisa hapa mke wangu hapa hajaniamini, huu uongo huu umekataliwa huu. Ila nikakazia hapo. Mke wangu akaniambia, "Haya, mpe hongera zake wewe rafiki yako." Sawa mke wangu. "Nakuomba basi ukaoge uje kula." Nikamwambia, "Okay sawa." Ila hapo sasa kengele nyekundu ilishalia kichwani mwangu. Maana mke wangu mimi namjua. Yaani huenda kuna kitu anakijua, alafu atakaa kimya. Anakusubiri muingie chumbani ndo anaenda kukubananisha. Kwa nilimjua mke wangu. Anaweza kakaa kimya sasa hivi, lakini kuna kitu tayari ashakigundua. Mtume, nimeisha mimi. Basi bwana, kweli niliingia zangu kuoga na baada ya chakula nilikuja kupumzika na mke wangu. Hapo msikilizaji, sikwenda kwa Jemima kama wiki 2.
narudi nyumbani kwangu mapema mno. Yote ni kumfanya mke wangu asiniwazie vibaya kabisa kabisa. Na kweli mke wangu wala hata hakuwa na shida na wala hakuonesha kugundua chochote kile. Sasa bwana, kuna kipindi hapa katikati hapa mimi nilikuwa namuhisi kama mke wangu ana mimba hivi. Maana hata kama nikikutana naye kimwili alikuwa anajuta sana, yani sana tu. Ile mwenye hakuwa na shida. Nikajua huyu huenda bado hajajigundua kama mjamzito. Ikabidi sasa siku hiyo usiku nimuulize kwamba wewe ni mzima kweli? Mbona kama vile sikuelewi, hauna mimba kweli wewe? Yusra akasema hapana, mimi sina bwana. Mbona mimi najiona nipo kawaida? Nikamuuliza wewe siku zako za kila mwisho wa mwezi unaziona safi? Akasema hapana. Nimepitisha mwezi mmoja na huu ni mwezi wa pili sijaona, ila ni mazingira tu. Kuna muda napitishaga pia. Nikamwambia bwana kwa sasa una mimba. Kwa nini yani mpaka unaniambia hivyo? Umeona nini? Nikamwambia mimi najua, ila ngoja kesho nitakupima tupate uhakika. Sawa mume wangu. Na kweli kesho mimi nilimuita daktari akampima. Ikagundulika kweli Yusra ni mjamzito. Aisee nilifurahi sana maana huyu mwanae wa kwanza huyu tayari alikuwa ameshasogea. Kwa muda alikuwa kama na miaka 2 na anaongea kila neno mtoto wangu. So nikaona so shida kwa hiyo kuongeza mtoto, na hata yeye alifurahi sana tu na wala hata kuwa shida kabisa. So kwa Yusra tukaanza kulea ile mimba. Huku kwa Jemima nilikuwa nalea mtoto mdogo. Basi bwana muda kaenda kama miezi 5. Hapo mke wangu alikuwa na mimba miezi kama 7. Na mtoto wangu mdogo kwa Jemima alikuwa na miezi kama 8. Sasa nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni usiku. Nilikuwa niko zangu bafuni naoga. Nilipomaliza kuoga ile natoka hivi na mkuta mke wangu yani Yusra alikuwa ameshika simu yangu. Nilishtuka kinoma noma. Si unajua ile mwanaume ukiwa una chiti muda wote unakuwa na wasiwasi, hutaki hata mke wako ashike simu, maana unajua kabisa muda wowote ule kinaweza kikachafuka. Mke wangu kashika simu, na sio tu kushika simu, alikuwa ananiangalia kwa hasira vibaya mno. Nikamuuliza mke wangu vipi? Yusra akaniambia shika simu yako. Shika simu yangu kuna nini? Shika bana wewe simu yako. Jemima kapiga simu kasema mtoto wako mdogo anaumwa sasa. So muite daktari ama wewe uende. Shika simu yako. Mungu wangu. Hii sichomoki. Hii ndugu zangu ni sichomoki. Hapa sijui msamaha uombaje. Labda mashabiki wangoje wanisaidie. Ngoja tuone katika sehemu ya 7 tujue nini ambacho kitakachoweza kuendelea. Bwana mzigo unaishia hapa katika sehemu ya 6. Tukutane kwenye sehemu ya 7 tuone huyu kijana huyu wa kuitwa Munir atachomoka na kwenye hili. Mambo mazito kweli kweli. Bwana. Tukutane katika sehemu inayofuata.